Chiku Hamisi ni mratibu wa Shirika la Kazi Duniani wa kuboresha utambuzi na mazingira ya kazi kwa wafanyakazi wa majumbani. Anaiasa jamii kuwajali na kuwathamini wafanyakazi za ndani. Jina langu ni Chiku Hamisi Semfuko, ni mratibu wa mradi wa kuboresha utambuzi na mahala pa kazi kwa ajili ya wafanyakazi wa majumbani. Kwanza tunashukuru sana Chodau na mwenyekiti wa Domestic Workers hapa Tanzania kutualika tuwe pamoja nao katika siku hii. Siku ya leo 16 Juni ni siku ambayo mkataba wa kimataifa 189 uliridhiwa nchini Geneva, na mkataba huu ulikuja baada kuona kuwa wafanyakazi wa majumbani ni wafanyakazi kama wafanyakazi wengine, lakini kuna haki zao na stahiki zao hawazipati. Kwa mkataba huu uliundwa ili kuhakikisha kazi zenye staha kwa ajili ya wafanyakazi wa majumbani. Wafanyakazi wa majumbani ndio walezi, na wameonyesha umoja wao kwa kuja hapa hospitali na kuleta vifaa kwa ajili ya mama, kwa ajili ya watoto, kuonyesha ni kiasi gani wao ni wanafamilia, lakini ni kiasi gani pia wao ni walezi ambao wanajali jamii yetu. Kwa tumeshukuru sana kuungana nao, na sisi Shirika la Kazi tuko pamoja nao kuwasaidia katika mafunzo, lakini pia kuwasaidia katika kutambua haki zao, na tunaomba rai pia waajiri nao watambue haki zao na wajibu wao ili wote waweze kufanya kazi katika mazingira ya usawa, lakini mazingira yenye kazi zenye staha. Mary Machemba ni afisa muuguzi katika hospitali ya Rufaa mkoa Amana. Kwa wageni wetu pia mliotuletea vifaa kama hivi, yani ni faraja kubwa. Kwa sababu wale watoto ambao wametupwa, wameokotwa, watoto ambao mama zao wamefariki, ndugu wameenda kuzika, wanasubiri mpaka wamalize taratibu za kuzika, ndio tunatumia vifaa kama hivi. Wafanyakazi wa ndani si watu wa kubaguliwa, kwani ni binadamu wanaostahili utu, heshima na haki zao kisheria kama ilivyo kwa wafanyakazi wengine. Unaweza ukapata msiba, ukisema unaenda kuzika, unakuta mwajiri anakuambia bwana wewe kama hujaja leo umefiwa mimi sijui. Anatafuta kule wenyewe wanaita day worker. Ule day worker akiingia pale sehemu ya kazi yako, ina maana ile hela ambayo wewe ulitakuwa ulipwe inakatwa, anapewa yule. Kwa hiyo ni changamoto nyingi ambazo tunazipitia kule kwenye sehemu ya ajira ya kazi. Ile kazi unajiriwa, labda mama ndo anaongea na wewe, labda na baba nana sawa nimekubali kuwa nafanya kazi wa majumbani, lakini hii tabia inakuwa sana kwa hawa mabosi wa kiume. Kwa sababu gani? Wao wanasema wote wanaenda kazini, wote waweza wakatoka, lakini ghafla ukaona gari inarudi, labda ni baba anaweza kuja kukwambia maneno labda hivi na hivi, lakini ukamkatalia kwa sababu kutokana na hali yetu ya kimaisha, yani sehemu yetu ile ya kazi ilivyo, ni sehemu ambayo mmefungiwa upo ndani. Kwa hiyo yani hii kwa pelekea sana, ndio maana tunasema maleba office wakija kutukagua na sisi, mtu ataona labda kwa nini mfanyakazi anafungiwa. Vitu vya hatari vipo ndani, umeme, labda magesi nini, lakini hata kalipuka wewe umefunga mlango alafu kana na funguo zake. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli wanatunyanyasa sana mabosi wa kiume. Mfano unaweza kuandaa chakula ni wewe ndio mpishi, lakini kwenye kula pale haukai nao meza moja. Kwanza wale wao wanapokuwa wameshashiba, wewe ndio uweze kula chakula kinachobakia. Kwa kuendelea kuienzi siku hii, wanarudisha faraja kwa watoto. Asilimia kubwa watu tunawahudumia ni mama pamoja na watoto. Kwa hiyo tumeona hii siku tusiwe mbali na familia hizi ambazo tunazohudumia, ndio maana tumewiwa kuja kuungana na wenzetu na kuja kutoa hicho chetu kidogo hapa katika hospitali ya Amana.